Naitwa Burhani Ngulungu, ni kaimu mkurugenzi halmashauri ya mji wa Korogwe. Kwa kwanza tulipokea mradi wa TACTIC tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo mradi huu una thamani takribani bilioni 19 na unahusisha ujenzi wa barabara, miundombinu ya barabara, lakini pia na mifereji ambayo itasaidia kuondosha maji katikati ya mji na kupeleka katika eneo la mto Pangani. Mradi huu kuna sehemu ambayo unaunganisha barabara ambayo inatokea kwenye barabara kuu ya Handeni Korogwe Dar es Salaam, na pia utaunganisha stendi ambayo ilikuwa ya Kijazi pamoja na stendi na soko la Kilole. Kwa pamoja italeta tija kwa kuweza kusababisha miundombinu hiyo kuongeza kuchangamka kwa soko hilo na kufanya kazi kwa soko la Kilole, ambapo lilikuwa likifanya kazi kidogo kwa kuweka wauzaji wa ndizi tu, lakini tutakapokuwa tumemaliza miundombinu hiyo, tuna imani kwamba watu wengine wenye mazao mbalimbali watakuja kulitumia soko hilo. Pia tuna mradi mwingine ambao tunategemea kuanza kwa ajili ya parking ya malori katika eneo la soko la Kilole. Hivyo basi miundombinu itakapokuwa imekamilika itaongeza tija na kuongeza mapato katika halmashauri ya mji wa Korogwe. Kwa ujumla, mradi huu pia utasaidia kupitisha barabara katika eneo ambalo linaanzia Bagamoyo hadi eneo la Kibo. Barabara hii ni muhimu sana. Barabara hii inapita katika mitaa ya Mgombezi, lakini inakuja kutokea Kibo. Hii ni barabara muhimu ambayo inaunganisha eneo la barabara ya Korogwe Handeni pamoja na barabara ya Dar es Salaam Korogwe kwenda Arusha. Hivyo basi barabara hii ina takriban ya kilomita 6, ni muhimu sana na inapitia na miundombinu mbalimbali ambayo kuna mashule yako pale. Hivyo basi itasaidia kabisa kurahisisha usafirishaji na usafiri kwa wananchi kwa ujumla. Mshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu, na pia kwa kiasi ambacho kimetolewa cha bilioni takriban 19 ambazo zimeweza kusaidia ujenzi wa mradi huu. Ninaitwa Charles Mhando Njama, mbunge wa jimbo la Korogwe mjini, ambapo tumebahatika kupata mradi mkubwa wa TACTIC wa kilomita 10.4 ambao unapita katika kata zetu, kwa maana ya kata ya Bagamoyo, kata ya Mgombezi, kata ya Mtonga, kata ya Manundu, kata ya Masuguru na kata ya Magunga yenyewe. Niongelee kipande cha NMB kwenda Magunga. Mama katika uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo mengine makubwa yote aliyoyafanya, lakini pia ameangalia zaidi afya ya wakina mama. Barabara ile ni barabara muhimu sana katika jimbo letu la Korogwe mjini, na sio tu Korogwe mjini, Korogwe nzima, sehemu ya Handeni, Lushoto na maeneo mengine, kwa sababu ile barabara inatumika kwa ajili ya kupeleka wagonjwa kwenda katika hospitali yetu ya Magunga. Kwa hiyo wakati tuliokuwa nao kabla, ni barabara ambayo ilikuwa ni korofi mno, ina mashimo mengi, na hata wakina mama ambao wanapelekwa wakiwa wajawazito ulikuwa unawaonea huruma kwa sababu wanapita katika barabara ambayo ina mashimo. Kwa hiyo ni mgonjwa anapelekwa hospitalini, anaendelea kuwa mgonjwa kwa sababu ya hali ya barabara. Lakini barabara ile inaenda kujengwa katika viwango vya juu, kuwa barabara ya lami standard, lakini pia taa za barabarani na njia za waenda kwa miguu, pamoja na mitaro ya barabarani kuhakikisha kwamba barabara inaendelea kutunzwa siku zote. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakina mama na sisi wengine wote tunaotumia ile barabara tunaenda kupata tabasamu la kudumu baada ya barabara ile kukamilika. Kwa haya yote unaona namna gani upendo aliokuwa nao Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake, na kipekee sisi watu wa Korogwe mjini. Naitwa Engineer Charles Daniel Kamugisha, mratibu wa mradi wa TACTIC halmashauri ya mji Korogwe. Tulipokea mradi wa TACTIC kutoka fedha kutoka World Bank
kwa maana ya Benki ya Dunia. Kwa Korogwe tumepata bahati ya kupata mradi wa kilomita 10.4 za barabara, lakini tukiwa na mifereji inayojitegemea stand water drain ambazo ni kilomita 1.43. Tunategemea kuanza mradi kukamilika tarehe 23 Januari 2017, lakini pia mradi ulianza tarehe 23 Oktoba 2025. Majina naitwa Mhandisi Zakayo Magoro, ni meneja wa TARURA wilaya ya Korogwe. Tunapenda kushukuru, kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia mradi huu wa TACTIC kwa ajili ya uboreshaji na uendelezaji miji. Na kwa upande wa barabara hizi kwa TARURA tulikuwa tuna barabara za kilomita 16.1 za lami, lakini kwa huu mradi ambao tuna kilomita 10.2 wa lami utakuwa umetuongezea zaidi ya 80%. Kwa hiyo kwa kilomita 16 tulizonazo na tunaongeza tena kilomita 10.2, tutakuwa tuna uwezo wa kuwa na zaidi ya kilomita 26. Na kwa upande wa barabara hii ya Kijazi watu wanafurahi wananchi kwa sababu tumesogeza huduma jirani, lakini pia kwa upande wa barabara hii tuliyopita ya Bagamoyo Mgombezi Kibo, barabara hii tulikuwa tunapata changamoto kubwa katika kufanya matengenezo. Tulikuwa tunafanya matengenezo ya sehemu korofi, lakini kuna magari makubwa yanapita na kuna wakulima wanaolima mkonge, lakini tunapopata mradi huu wa kuweka lami na ile barabara ina kilomita 6.2, tukiweka lami kilomita zote 6.2 tutapata manufaa makubwa sana. Kwanza mji utakuwa, ujenzi utaendelea kwa maeneo yale na huduma zitasogezwa karibu, lakini pia ile barabara itatusaidia kama ring road. Kwa hiyo gari zinazokuwa zinaenda Arusha ambazo zinakuwa zina uzito mdogo chini ya tani 10 zitakuwa zinapita hiyo ring road ya kilomita 6.5. Kwa hiyo huduma zitakuwa zinaendelea, especially magari makubwa ndio tunaweza tukayazuia ambao yatakuwa ni machache. Kwa majina naitwa Francis Martin Komba, diwani wa kata ya Mtonga. Kata yangu ya Mtonga vile vile ni mnufaika wa mradi huu. Kutoka sehemu sisi tunapakana na kata ile ya Mgombezi katika ile daraja kule. Kwa hiyo kwanza kwenye daraja ile la Mgombezi kuja mpaka kwenye barabara ya lami eneo la kwa Kibo, sisi ni wanufaika wa mradi huu kupitia hilo eneo. Sisi wa kata ya Mtonga kwanza tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais. Barabara hiyo ilikuwa ni kero sana, kwa maana ni barabara ambayo inapitisha mizigo mizito ya mkonge kutoka shamba la mkonge kuja kwenye lami. Ilikuwa daima dumu, mashimo yapo kwa hali ya juu, lakini sasa kwa mradi huu kwenda pale, maana yake tunakwenda kupata ufumbuzi tiba ya barabara ile. Barabara ile itapokuwa imekamilika, sisi wa kata ya Mtonga itakuwa imekuza hadhi ya kata yetu, lakini sio kukuza hadhi peke yake, lakini vile vile itakuwa ni wanufaika wakubwa kwa kupata huduma, kwa kuunganisha kati ya mjini na kata ile ya Korogwe, kata ile ya Mgombezi. Hivyo basi huduma za usafiri zitakuwa ni rahisi sana, na vile vile barabara ile itakuwa ina taa za barabarani, mifereji, ina parking. Kwa hiyo huduma nyingi kwa mamalishe, bodaboda, vile vile watu ambao wanaoishi pale jirani, itakuwa imeongeza hadhi ya yale maeneo. Kwa jina anaitwa Mohamed Dachi, mkazi wa Mgombezi. Changamoto kuhusu barabara. Barabara sio nzuri, na tunashukuru sana kwa kuwekwa lami. Pia tunaishukuru sana kwa sababu italeta fursa nyingi za kibiashara. Unakuta hata kwa mfano hata hizi bodaboda unakuta unatozwa nauli kubwa kutoka hapa mpaka Korogwe kwa ajili ya barabara, kwa ajili ya ubovu wa barabara. Lakini kama ikiwa na lami basi nauli inaweza ikashuka kidogo. Sasa hivi wanafanya bodaboda 2000, inaweza ikashuka hadi 1000. Bajaji unakuta kutoka kwa mfano Mwembeni kwenda Magunga 500, lakini bajaji kutoka Mgombezi kwenda Manundu hapo ni 1000. Unaona hiyo? Kwa hiyo inakuwa hivyo, barabara ikiwa safi na hata mambo pia yanakuwa mazuri. Kwa majina naitwa Rajab Hassan Mzige, diwani wa kata ya Manundu. Nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kutupatia mradi mkubwa huu wa TACTIC. Nashukuru sana, tumepata kilomita 2.7 kutoka kata ya Manundu kwa maana NMB Tumagunga, lakini tumepata na mifereji mikubwa miwili. Niseme tu barabara hii kwa mara ya mwisho ilijengwa 1958 baada ya hospitali ya Magunga hii kujengwa 1952,
basi serikali iliyoko wakati huo kabla ya uhuru ilijenga hii barabara na sasa leo kwa mara ya kwanza toka 1958 ndio inajengwa upya, lakini sasa tunakwenda kupata kiwango kizuri cha kisasa na taa za barabarani. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa jina naitwa Zaina Waziri, ni mzaliwa wa Korogwe, mkazi wa Mtonga. Namshukuru Samia Suluhu kwa kutengenezea barabara, maana barabara ilikuwa tuna changamoto, kina mama barabara ilikuwa ni mbovu. Kuja hospitali ilikuwa tunapitia changamoto, maana barabara mama wengine walikuwa wanajifungulia njiani kwa usumbufu wa barabara. Ikikamilika itatusaidia kwa kufika haraka hospitali bila kupitia changamoto zile tulizokuwa tunapitia mwanzo za kujifungulia barabarani. Kwa majina naitwa Salimini Jumanne Sadala, ni mkazi wa eneo hili la Manundu. Tumefurahi kuletewa mradi huu hapa. Kabla ya mradi kuja kuna changamoto, maji hapa yalikuwa yanapita yanajaa. Sasa hivi ingalau tukijaza barabara itapokuwa iko sawa. Tutafanya biashara kama unavyoona, tumepanga viatu pale. Tutafanya biashara, kuna sababu kunaweza kuwa kuna taa. Tunategemea kweli mradi huu utatusaidia sana. Tunaomba kwa hilo, tunawashukuru serikali kwa kutuona barabara hii ya Manundu. Kwa jina naitwa Maajabu Omari Kasembe, ni mfanyabiashara wa Genge. Yaani nimefurahi sana kupata huu mradi wa barabara kwa sababu nitakuwa napata wateja wengi wa kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu itakuwa barabara ipo vizuri. Yaani tunashukuru sana. Yaani hata wenye maduka pia watakuwa wanapata wepesi kwa sababu mtu hata kuruka hivi anashindwa, lakini bakisha barabara iko vizuri basi tutakuwa tunafanya biashara mpaka usiku. Taa zitakuwa zinawaka njia ya Mgombezi hiyo. Basi tutakuwa tunaenda mpaka Mgombezi kwenye maulidi ya Sheikh Abdul ya Mfunguo 6 tunaenda kwa uhuru kabisa.